الدرس الثاني والعشرون دراسة 22 يجوز للمرأة inafaa kwa mwanamke an tusalli ala aljinaza kusalia jeneza an tusalli ala aljinaza kusalia jeneza nasema jinaza wa janaza walakin yahrumu alaiha ziyaratu almaqbara na lakini inakuwa ni haramu juu yake kutembelea makaburi. Inafaa kwa mwanamke kusalia jeneza, kusali swala ya mayit ni halali, inafaa kwake mwanamke. Meenda msibani, maiti amemaliza, ametiwa sandani, amekafiniwa, kabla hajapelekwa msikitini inafaa kupewa wanawake pale wakamswalia, kisha wanaume wakaenda wakamswalia msikitini, au wanawake nao wakahudhuria huko huko msikitini, wakaingia kwenye sehemu yao ya wanawake wakawa naswali pamoja na wanaume kumswalia mayit. Inafaa mwanamke kuswalia mayit, walakin yahrumu alaiha, na lakini inakuwa ni haramu juu yake mwanamke huyo ziyaratul maqbara, kuzuru kutembelea makaburi. Baadhi na chuoni wamefunga hivi kwamba haifai mwanamke kutembelea makaburi, na baadhi yao wakaona hapana, itafaa. Kuna khilafu kwenye hili, lakini kwa sharti yeepuke ile mambo ya haramu, wasiseme mambo yasiyofaa, wasende huku wakaomboleza, paaminike kutokana na fitna ya wanaume, yasije akafanya mambo ya bid'a, yekwe mbali mambo ya shirikiyati. Mwanamke itafaa kwenda makaburini. Wale wenyewe nyepesi wasihudhurie katika ziara hizo, akifika huko ataanza kulia, kuomboleza, maneno ya haramu, maneno yasiyofaa, wasiende kabisa. Wasifanye maneno au wasiseme maneno ya haramu yasiyofaa, wala kufanya bid'a, wala kufanya mambo ya shirikiyat, wala mengine yote yaliyokatazwa. Baadhi wanachuoni wakafungua mlango huo kwa wanawake kwa masharti hayo, lakini shekhi hapa amepita na kauli ni haram kwa mwanamke kutembelea makaburi, bali kwake yeye ni halali kuswalia swala ya jeneza. الدرس الثالث والعشرون دراسة 23 بعض النساء baadhi ya wanawake idha mata laha qaribun, atakapofariki mtu wake wa karibu. Baadhi النساء baadhi ya wanawake idha mata lahu qaribun, atakapokufa mtu wake wa karibu, jamaa wake wa karibu, baada anaanza bishaqi thiyabiha, kuchana nguo zake, wa darbil hududi, na kujipiga mashavu. Mwanamke baadhi yao tamuona kafiwa na mumewe, mama yake, baba yake, mdogo wake, bibi yake, jamaa wa karibu, tamuona anaanza kuchana nguo kwa kilio, anajipiga kwenye mwili wake, kwenye mashavu, analia kilio kikubwa, chana nguo pale. Watu wapo pale msibani, wamuone yeye ndo kaguswa zaidi na ule msiba, tena anze kushikwa pale, basi usifanye hivyo, atarudi huyo marehemu, utaongea naye, si atakuja huyo. Adanganywe hivyo, anakubali tena. Wa kullu dhalika min kaba'iri dhunub, yote hayo ni katika madhambi makubwa. Haitakiwi kilio cha namna hiyo, kuchana nguo, kujipiga katika mwili wako, kujipiga mashavuni kwa kujilaumu na kujuta kwa nini umefiwa na mtu fulani. Wa kullu dhalika min kaba'iri dhunub, na yote hayo ni katika madhambi makubwa. Wa fil hadithi, na katika hadithi mtume anasema laisa minna, si katika sisi tunaofuata njia ya sawa. Laisa minna, si katika sisi tunaofuata njia ya sawa. Man daraba alhududa, yule atakayejipiga mashavu. Man daraba alhududa, yule atakayejipiga mashavu au sehemu yote ya mwili wake kwa sababu ya msiba, huyo sio katika sisi tunaofuata njia sawa. Huyo ana njia nyingine, njia ya kimakosa, sio ya sawa. Ataingia kwenye makosa
na hiyo ni dhambi katika madhambi makubwa. Laisa minna man daraba al-hudud, si katika sisi tunaofuata njia ya sawa yule atakayejipiga mashavu. Mtume akaendelea kwa kusema washaqqal juyub, na akachana nguo, akanachana nguo zake kwa sababu ya uchungu wa msiba aliyoupata. Wadaa bid'a jahiliya, na akaomboleza maombolezo ya jahiliya, akaanza kuomboleza pale vilio vya maombolezo, sina mwingine mimi, atanilisha nani mimi, huyu ndio huyu, mmekukosa nini mie Mungu? Anamlaumu Mungu, mmekukosa nini mie Mungu? Kwa nini usinichukue mie mwanzo? Mwanangu bado mwana mdogo, hajaona dunia. Namlaumu Mungu, kwa nini kachukuliwa mwana mdogo, hata dunia hajaielewa, kafa. Mungu, nimekosa nini mie jamani? Nikupe nini umrejeshe mwanangu? Haya maneno hayatakiwi. Na mfano wa hayo ukamlaumu Mungu kama vile amekukosea, haitakiwi. Hiyo ni da'wa jahiliya, maombolezo ya jahiliya ya kijinga. Hukatazi Muislamu kulia ni rahma. Kulia ni katika alama za kuwa mtu ana huruma. Kulia kupo, huwezi kuzuia kilio katika maumbile ya mwanadamu. Machozi yatakutoka, utalia, lakini tatizo lipo, unaliaje? Unalia vipi? Unalia na maneno ya kumshtakia Allah na kujuta? Unalia na maneno ya kumlaumu Allah amekukosea? Huku ni kuomboleza, hakutakiwi. Kulia kawaida, kama vile umechapa bakora madrasa, umechapa bakora shule, walia tu kawaida, hivyo hakukatazwi. Lakini uliaji wa kuomboleza, hilo ni haramu, min kaba'iri dhunub. Na hili sana walifanya wanawake, kuonyesha kwamba wao ndio wameguswa sana na misiba, kama vile wanaume hawahusiki. Si kweli. Wengine kuna vyama hasa na timu zinakodishwa kwa ajili ya kulia kwenye msiba, kwenda kuomboleza. Wakodishwa na pesa wanapewa, waje kwenye msiba, wanaanzisha pale lio, wataanza kulia pale na maombolezo na maneno mengi, kama vile yule maiti wamjua, kumbe hawamjui. Sasa na nyinyi muingizwa pale huruma za kulia, na nyinyi mnaingia uwanjani mnalia, sasa mnaomboleza ili mtu zile huruma. Haifai namna hiyo. Ad-darsu ar-rabi wal 20, darasa 24. Yajibu ala al-mar'a, inawajibika kwa mwanamke antasbira inda faqdi auladiha litafuza bil janna. Inawajibika kwa mwanamke kusubiri, kufanya uvumilivu inda faqdi auladiha, wakati wa kuwakosa watoto wake, wakati wa kuwakosa watoto wake, kwa maana wakati wa kufiliwa na watoto wake. Kuwakosa ya kufiliwa, sio kuwakosa amesafiri. Hapa faqdi auladiha, kuwakosa watoto wake kwa maana wamekufa, anatakiwa afanye subra, litafuza bil janna, ili afuzu kuingia peponi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume swalla na salamu ziwe juu yake, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, mata laha thalathatun min alwalad, atakayefiwa na watoto watatu. Ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, mata laha thalathatun min alwalad, atakayefiwa na watoto watatu, watoto wake watatu wamefariki. Kanu hijaban minan nar, watakuwa watoto hao ni kizuizi kutokana na moto. Kanu, watakuwa hao watoto, hijaban, ni kizuizi, minan nari, kutokana na moto. Takuwa ni sababu ya yeye huyo mama huyo kuepushwa na moto. Watoto wake wale watakuwa ni kizuizi, watenda kumuombea asiingizwe motoni mama yao. Qalat imra'atun, akasema mwanamke mmoja. Wakati Mtume ameyasema maneno haya, kuna mwanamke mmoja pale akazungumza mbele ya Mtume. Qalat imra'atun, akasema mwanamke mmoja, wathnani, na watoto wawili ewe Mtume. Wathnani, na watoto wawili ewe Mtume, ikiwa ni habari.
lakini kwa njia ya swali, wathnani, je na watoto wawili? Anamuuliza mtume, wathnani, je na watoto wawili itakuwaje? Atakayefiliwa na watoto wawili ye vipi? Qala, mtume akasema, wathnani, na watoto wawili vile vile ni sawa. Kwa maana atakayefiliwa na watoto wawili naye ana tiketi ya kwenda peponi. Watoto hao watakuwa ni kizuizi kwake yeye kutokana na moto siku ya kiyama. Kwa hiyo mwanamke akifiliwa na watoto wake awe na subra, asivumilia akalalamika. Yatakayotokea huko siku ya kiyama kwa upande wa watoto wake juu yake huyo mama ni makubwa zaidi kuliko kuwapata hapa duniani akawatuma huku na kule. Wanaenda kukuzuia wewe usiingie motoni, wanaenda kukuwekea kizuizi baina yako wewe na moto, wanakuombea. Ayyuma mra'atin mata laha thalathatun min alwalad, mwanamke yoyote atakayefiwa na watoto watatu, kanu hijaban minan nar, watakuwa wao ni kizuizi kutokana na moto. Qalat imra'atu, akasema mwanamke mmoja, wathnani, na wanawake wawili ewe mjumbe wa Allah. Qala wathnani, mtume akasema sawa, na wanawake wawili vile vile. Ukifiliwa na wanawake wawili fanya subra, ni sababu ya wewe kuingia peponi hiyo. Rawahu al-Bukhari, hadithi ameisimulia al-Imam al-Bukhari. Ad-darsul khamis wal 20, darasa ya 25. Ad-darsul khamis wal 20, darasa ya 25. Man mata zawjuha, yule ambaye atakayefiwa na mumewe, fayajibu an ta'tadda fi baiti zawjiha, inawajibika kukaa eda ndani ya nyumba ya mumewe. Fayajibu an ta'tadda fi baiti zawjiha, inawajibika, inapasa kukaa eda ndani ya nyumba ya mumewe. Yule mumewe aliyefariki, mwanamke yote ambaye atakufa mumewe, kafiwa huyo mjane wa kufiwa, basi ni wajibu wake kukaa eda ndani ya nyumba ya mumewe aliyefariki. Akae kwenye nyumba ambayo alikuwa akiishi na mumewe, humo ndani 4 ashhurin wa 10, miezi 4 na siku 10. 4 ashhurin, miezi 4 wa 10 na siku 10, ndivyo ilivyokuja katika Qur'ani, ndani ya sheria yetu tukufu ya Kiislamu. Eda ya kufiwa kwa mke ni miezi 4 na siku 10. Illa, anavua sasa, illa isipokuwa idha kana albayt, itakapokuwa nyumba, ghaira munasibillaha, si yenye kunasibiana na yeye, min nahiyati al-amni, katika upande wa amani. Illa isipokuwa idha kana albayt, itakapokuwa nyumba, ghaira munasibillaha, si yenye kunasibiana na yeye, si yenye kuendana na yeye, nyumba haiendani na yeye, min nahiyati al-amni, katika upande wa amani, kubakia kwake humo hakuna amani. Sababu ya amani yake ni uwepo wa mumewe. Wakati upo mumewe alikuwa akipata amani, kwa sababu mumewe pengine kuna mambo ya uvunjifu wa amani akiyakataza humo ndani, mambo ya maasi akiyakataza, watu wanawaacha kwa sababu ya mumewe. Leo mume amefariki, amani imetoweka, hawezi kukaa eda, hakuna amani na yeye, kwa sababu anayekataza yale mambo mabaya hayupo. Nyumba ghairu munasibillah, nyumba haiendani na yeye tena, hakuna amani atakayoipata. Basi isipokuwa hapo ataondoka. Au liadami wujudi man yukhdimuha, au kwa kukosekana mwenye kumtumikia yeye. Au liadami wujudi man yukhdimuha, au kwa kukosekana mwenye kumtumikia yeye. Hana mtu wa kumtumikia, kazi zake kumsaidia kazi, kumtuma, kumwagiza, hayupo. Naye hali yake hairuhusu, pengine kutokana na ugonjwa wake na msiba uliompata, lazima apate mtu wa kumsaidia kazi ndani, kumhudumikia. Hana, atatoka kwenye nyumba hiyo, hata kama ndio nyumba aliyofariki mumewe, ataenda kwingine ambako atapata msaada kutokana na hali yake. Fahinaha, anasema basi wakati huo mwanamke huyo,
Wakati gani huo? Itakapokuwa nyumba ya mumewe ya kukaa eda hainasibiani na yeye kiamani, au hakuna kumsaidia. Fahinaha, basi wakati huo mwanamke huyo tantakilu libaiti ahadi auladiha au banatiha, atahamia kwenye nyumba ya mmoja katika watoto wake wa kiume au watoto wake wa kike. Tantakilu, atahamia libaiti ahadi auladiha, kwenye nyumba ya mmoja katika watoto wake wa kiume au banatiha, au watoto wake wa kike, mabinti zake. Atenda kwa wanawe, ana mwanawe ana makazi yake, au kuna sehemu uko mwanawe kuna faragha kwenda kukaa na yeye, basi atenda kwa mwanawe wa kiume, atenda kukaa huka eda ya mumewe, ambaye huyu mtoto pengine itakuwa ni baba yake, atakaa eda kwa mtoto wake. Au kwa moja kati ya mabinti zake, pengine kaolewa binti yake, ana nyumba ina wasaa, akamchukua mama yake akaenda akakaa eda kwake yeye, itafaa. Lakini haya yote itakapokuwa kukaa kwenye nyumba alioachwa na mumewe, haiwezekani. Hakuna amani, hakuna usaidizi, hapatakuwa na amani, hasa amani ya kidini haipo. Nyumba ni mziki masaa 24, hawezi kuwa na amani. Nyumba ndani kuna mshirikina, nyumba kuna mambo mingi ya maasi. Watu walijizuia nayo kwa sababu ya mumewe tu wakimheshimu, lakini mume ashakufa sasa, watu wamepata uhuru wa kufanya maasi. Hawezi kuwa na amani kwenye dini yake. Atatoka sehemu hiyo, atenda kwa jamaa zake wa karibu, ima mwanawe wa kiume au binti yake, au kwa yoyote katika jamaa wa karibu ambao kuna wasana, kuna amani ya dini yake. Watabaqa fihi fatrat al-iddah, na atabakia ndani yake nyumba hiyo, atabakia ndani ya nyumba hiyo kipindi chote cha eda. Huko alikwenda kukaa, basi atabakia huko kwa kipindi chote cha eda yake, miezi 4 na siku 10. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk.